Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tutasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 138 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, nijapokwenda kati ya shida utanihuisha, utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu. Utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya Mungu kunyosha mkono juu ya hasira ya adui zako. Sasa tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya unapokwenda katika shida iwayo yoyote, nyuma yake ipo hasira ya adui zako. Katika jaribu linaloendelea ndani ya maisha yako, kama adui anahusika kwa 100%, lazima apandishe kwanza hasira. Huwa tunavoombea mapepo, tunaona jinsi ambavyo tunavyoyakemea yanavyokuwa na hasira. Yanasema huyu mtu tunataka kumuua, huyu mtu. Yanakuta ile hasira ya mapepo. Yani hakuna pepo ambalo wewe mwenyewe ni shahidi, kama ulishawahi hudhuria sehemu inayofanya maombezi, hakuna pepo ambalo lilikuwa linaongea kwa upole. Kila pepo linaloongea ambalo tunaliondoa katika jina la Yesu linakuwa katika hali ya ukali, ya hasira juu ya kila ambacho kinaenda kufanya. Kwa maana nyingine ni kwamba shetani kabla hajakuja na kufanya uvamizi, lazima anyanyue hasira yake kwanza. Halafu ile hasira anaipandikiza kwa zile nguvu zake za giza, yale mapepo yanapandikizwa hasira. Halafu yakiachiliwa kwenye ile hasira ndio yanatumwa kwako. Kwa sasa ukiwa umevamiwa sasa na ile nguvu za giza, unakuta cha kwanza unacho experience ni ile hasira ya nguvu za giza. Unakuta ni hasira, na utakuta hata ule anaenda kuloga, unakuta kwanza huwa lazima aamshe hasira. Kama ni wivu ambao ndani yake una hasira, anaamsha hasira ndani yake. Yani kwa nini huyu mtu afanikiwe? Yani unaweza kukuta wewe katika maisha yako ya kawaida unafanikiwa, lakini kwa mtu mwingine ni hasira isiyo ya kawaida. Na ndio maana nyakati nyingi ni lazima uangalie katika ulimwengu wa roho. Usidhani ya kwamba kila mtu anakufurahia. Usidhani ya kwamba kila mtu mtaani hapo, usidhani ya kwamba kila mtu anayekuchekea anakufurahia. Kuna wengine mdomoni wanacheka, kwenye sura zao wanaonyesha wanacheka, rohoni wana hasira. Kwa nini upo hapo ulipo? Mtu muda mwingine hata wewe mwenyewe hujaridhika mahali ulipo. Kuna mahali unatamani uende, lakini unakuta hasira ya adui inakuwa kubwa. Kwa nini huyu mtu yuko hapa? Kwa nini huyu mtu amefanikiwa? Kwa nini huyu mtu anaongezeka? Kwa nini huyu mtu ameolewa ama ameoa? Kwa nini huyu mtu ana mafanikio? Kwa nini huyu mtu ana nyumba? Kwa nini huyu mtu hata amepanga nyumba nzuri? Kwa nini? Yani unakuta unapoenda unanunua gari zuri, usidhani ya kwamba kila anayeliangalia lile gari analipenda. Yani mama yako na baba yako tu ndio watakao lishangilia hilo gari kwamba mtoto amenunua. Na kuna watu wengine kesi nyingine za ajabu wanazipata, unakuta hadi mama na baba wanachukia mafanikio ya watoto wao. Yani huwa unajiuliza mara kadha wa kadha, huwa nazipata kesi za namna hiyo. Kwa hiyo unajikuta kwamba furaha ya ulicho nacho inabaki kwako, lakini kwa mwingine inaweza akawa ni hasira. Mtu anafunga safari, anaenda kuloga kabisa, kwamba analoga kwa nini mtu fulani kapata gari, kwa nini mtu fulani kapata kazi, kwa nini mtu fulani ana biashara, kwa nini? Anakuta mpaka unajiuliza, kama ungekuwa unafunuliwa macho ya rohoni kuona, unajiuliza sasa huyu mtu kwani mimi nimemkosea nini? Kwani mimi na yeye tuna mahusiano gani? Hivi kwani mimi na yeye tuna connection ipi ambayo mpaka hasira zote hizi zinatokea wapi? Sikia nikwambie, shetani mara zote hapendi kuona mtu akifanikiwa. Na kwa sababu shetani ndivyo alivyo, hata watu wake na wenyewe hawezi kuona unafanikiwa wakafurahi. Na mapepo na yenyewe huwa yanapandikizwa hasira. Sasa maandiko yanasema ya kwamba nitapokwenda kati ya shida utanihuisha. Shida iwayo yote nayo kuja ndani yako, Bwana atakuhuisha. Lakini cha kwanza anasema hivi, anaenda kuiondoa, anaenda kumnyoshia mkono shetani. Anaenda kuinyoshia hasira ya adui mkono wake. Anaenda kuinyoshia mkono juu ya hasira ya adui zako. Adui zako ana hasira.
Mkono wa Bwana unaenda kuwanyoshea asubuhi ya leo kwenye ibada hii ya wakati ulioamriwa. Mkono wa Bwana unaenda kumnyoshea adui yako ambaye hapendi mafanikio yako. Mkono wa Bwana unaenda kumnyoshea adui yako ambaye hapendi hivyo ulivyo. Kuna mwingine hata hivyo ulivyovaa anachukia kabisa, ni kuna hasira zinakuwa zinawaka ndani yake kwa sababu wewe umevaa vizuri. Yani kuna namna ambapo hata wewe umevaa kawaida, unajiona umevaa kawaida, lakini mwingine anavyokuangalia ni hasira tupu. Ni hasira tupu. Sasa mkono wa Mungu unaponyosha juu ya watu wenye hasira, usikubali adui yako awe na hasira alafu hasira yake usiinyoshee mkono wa Mungu. Usikubali adui yako hasira yake iwe tu inaendelea kuoperate ndani yako pasipo kunyoshewa mkono wa Bwana. Ruhusu mkono wa Bwana unyoshe juu ya hasira ya adui yako. Usikubali adui yako akufanyie hiana. Usikubali adui yako akuloga alafu awe free, awe huru. Na ndio maana unaweza kumfanya adui yako akawa huru kunyosha mkono wake wa hasira na kuendelea kukutesa. Pale ambapo ndio maana unakuta muda mwingine adui anakuzuia usisikilize ibada, lakini muda mwingine adui anakuzuia usitoe sadaka, anakuzuia kabisa, anakuambia usitoe, kwa sababu kuna vitu katika ulimwengu wa roho ambavyo vina nguvu kusikia. Pale ambapo unalisikia neno, unasikia ibada, lakini hasira nyingine itakuja pale ambapo utathubutu kutaka kutoa sadaka. Hasira ya nguvu za giza itanyanyuka kwa sababu hataki utulize ile hasira yake, kwa sababu sadaka inatuliza hasira nguvu za giza. Kusikia ibada inatuliza hasira nguvu za giza. Kusoma neno la Kristo inatuliza nguvu za giza. Yani kuna mishale ya adui huwa inanyamazishwa pale mtu anapoamua kumsikia Kristo kupitia neno lake. Hasira nguvu za giza inanyamazishwa pale ambapo unanyanyuka na kuomba. Hasira nguvu za giza inanyamazishwa pale ambapo unashika sadaka yako unaiachilia. Kuna namna hasira ya adui inanyamazishwa. Usikubali adui anyanyue hasira yake na ukakaa kimya. Usikubali kukaa kimya. Usikubali kukaa kimya. Usikubali kukaa kimya. Hasira ya nguvu za giza lazima inyamazishwe kwa mkono wa Bwana. Lazima uachilie mkono wa Bwana upite unyamazishe hasira ya nguvu za giza. Bahati mbaya sana wengine huwa wanadhani mambo yapo kama yalivyo kwa sababu yako hivyo. Yani anasema mimi napitia umaskini, ndio iko hivyo. Sikia nikwambie, huo umaskini kuna jambo la uharibifu nyuma. Kuna hasira ya nguvu za giza nyuma. Kuna hasira ya mapepo nyuma. Hayo madeni kuna hasira nguvu za giza nyuma. Hali ngumu ya uchumi kuna hasira nguvu za giza nyuma. Usikubali hayo magonjwa, kuna hasira nguvu za giza nyuma. Usikubali hasira nguvu za giza ipate nafasi kwenye maisha yako. Ruhusu mkono wa Bwana unyoshwe kinyume na hasira ya nguvu za giza. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe sasa. Kuna mtu mmoja katika wakati ulioamriwa, kuna namna ambapo anapitia changamoto. Hiyo changamoto inaenda kunyamazishwa kimya. Hiyo hasira nguvu za giza inaenda kunyamazishwa kimya, kwa maana Bwana anaenda kuiondoa hiyo hasira ya nguvu za giza iliyoshika ndoa yako. Unajikuta mbona ndoa yangu ina mambo magumu? Kumbe ni hasira za nguvu za giza. Kwa nini uliolewa? Unakuta mbona uchumba wangu mbona unaenda vibaya? Ni hasira nguvu za giza. Kwa nini ulipata mchumba? Unajikuta kila kitu hasira ya nguvu za giza inanyanyuka. Unajiuliza yataisha lini haya? Hayataisha mpaka utakaporuhusu mkono wa Bwana unyoshwe kwenye hasira ya nguvu za giza. Hapo ndipo utakapoona neema, utakapoona adui akitoka makucha yake akiondoa kwenye maisha yako. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninajua kabisa ya kwamba mtoto wako huyu yamkini anapitia katika hali ngumu inayotokana na hasira ya nguvu za giza dhidi ya maisha yake. Roho Mtakatifu, ninajua yamkini mtoto wako huyu anapitia mapito ambayo yanatokana na hasira ya adui katika maisha yake. Uchawi umekuwa ni mwingi dhidi ya maisha yake kwa ajili ya ile hasira ya nguvu za giza dhidi ya maisha yake. Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, ninaamuru mkono wako ukanyoshwe kinyume na hasira ya nguvu za giza dhidi ya maisha haya. Kwa jina la Yesu, mkono wako Jehova ukanyoshwe na kukemea hasira zote za nguvu za giza. Ukatengue uganga na uchawi wa nguvu za giza dhidi ya maisha mtoto wako huyu. Kwa jina la Yesu, kila kilichoshikilia maisha mtoto wako huyu, uchumi ulioshikiliwa na zile hasira za nguvu za giza ambazo zimeshikilia uchumi wa mtoto wako huyu, ninaamuru
ninaamuru kidole chako Roho Bwana kikanyoshwe kwa jina la Yesu, kinyume na hasira, nguvu za giza inayomtesa mtoto wako huyu leo. Kwa jina la Yesu, kidole chako Roho Bwana, mkono wako ukanyoshwe kinyume na magonjwa yanayonyanyuliwa kwa hasira kali ya nguvu za giza dhidi ya maisha mtoto wako huyu. Mkono wako kanyoshwe kinyume na hofu iliyomshikilia mtoto wako huyu, ambayo imetokana na hasira ya nguvu za giza dhidi ya maisha mtoto wako huyu. Mkono wako kanyoshwe juu ya watoto wako ambao Mungu liye hai wana watoto na wao. Mungu liye hai, ninaomba watoto wa mtoto wako huyu, hasira za nguvu za giza zikaamuru leo zikae kimya, na amuru leo zikae kimya katika jina la Yesu. Kila mateso yaliyomshikilia mtoto wako huyu, na adui ameweka misingi, ameweka silaha za uharibifu dhidi ya maisha ya mtoto wako huyu, amembana kila kona ya kwamba asisikilize ibada. Hata akifanikiwa kusikiliza ibada, asitoe sadaka inayomtuliza adui na hasira yake ikae kimya. Roho Bwana, ninaomba okoa maisha ya mtoto wako huyu, yasaidie maisha ya ibada ya mtoto wako huyu, yasaidie maisha ya kusoma neno kwa mtoto wako huyu, yafungue maisha yake ya kulisikiliza neno la ibada. Ianze siku na Bwana kwa utu wa ndani. Mpe neema Bwana, yakomboe maisha yake ya sadaka, aweze kusimama katika kutoa fungu la 10, aweze kusimama katika kutoa sadaka mbalimbali, ili adui asipate nafasi, ili mkono wako Roho Bwana unapoenda kumnyamazisha adui, ile sadaka ipige kelele kwa jina la Yesu. Mateso yaondoke kwa jina la Yesu. Ninamsambaratisha Lucifer na malaika zake waliozuia maisha ya sadaka kwa mtoto wako katika jina la Yesu. Ninabomoa mipango ya nguvu za giza iliyozuia mtoto wako asiachilie sadaka, hata aweze kufunguliwa, hata aweze kuharibu na kusambaratisha mipango ya nguvu za giza na hasira zake. Mungu liye hai, asante kwa maana unayakomboa maisha haya katika wakati huu ulioamriwa. Unayakomboa maisha haya katika wakati huu ulioamriwa. Unakomboa familia hii kwa katika wakati ulioamriwa. Unakomboa maisha ya mtoto wako huyu, afya yake ikasimame, uchumi wake ukasimame, ndoa yake ikasimame, watoto wake wakasimame. Mungu liye hai, ukampe furaha, ukampe kicheko kwa jina la Yesu. Ondoa dhoruba mbele yake inayotokana na hasira ya nguvu za giza. Ondoa dhoruba ndani yake kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu kampe utulivu wa ndani mtoto wako huyu, apate utulivu wa furaha, apate utulivu wa amani, apate utulivu wa kicheko kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako. Ninaona milango imefunguliwa, ninaona milango ya uchumi imefunguliwa, ninaona milango ya amani imefunguliwa, ninaona milango ya kuinuliwa imefunguliwa, nimeona milango ya kicheko. Kuna mtu mmoja anapokea afya wakati huu na ataanza kufurahi tu ndani yake. Ninaona milango hiyo imefunguliwa kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kumkemea adui, na adui ananyamaza kimya. Hasira ya adui ninaona ikinyamazishwa katika jina la Yesu. Hasira ya adui inanyamazishwa na milango na malango vinafunguliwa kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana, Mungu wangu akuinue sana. Ninajua katika ibada hii wakati ulioamriwa, nataka kusikia ushuhuda ya kwamba ni nini kimetokea mara baada ya ibada hii. Ninaona kuna watu wengi mnaenda kufunguliwa. Kuna namna utaanza kupokea habari njema, kuna namna utaanza kupokea furaha, kuna namna unaona hasira ya adui inanyamazishwa kimya. Sasa nenda kwenye mtihani wa pili, shika sadaka yako. Usiruhusu adui akuzuie kushika sadaka yako. Halafu utakapoona ndani yako Mungu anakusemesha toa sadaka fulani, usikubali adui akunyamazishe, usikubali adui akuzimishe, usikubali adui akusemeshe. Iachilie hiyo sadaka. Hata kama imeushika moyo wako, hakikisha unaiachilia hiyo sadaka. Kuna namna Mungu anaenda kuruhusu kicheko ndani ya maisha yako. Adui anaenda kunyamazishwa, hasira zake zinanyamazishwa. Kati ya kitu ambacho shetani atazuia ili hasira yake iendelee kubwaka ndani yako, atakuzuia usitoe sadaka. Anaweza akakuruhusu usikie, lakini akakuzuia usitoe sadaka, kwa
sababu anajua sadaka ndio inaenda kusimama sasa kupiga kelele. Sadaka ni kama mwanajeshi anayewekwa malangoni kasa kuanza kupigana hiyo vita. Kwa hiyo hakikisha unamshinda shetani. Hiyo ni mtihani wako wa pili, mshinde shetani. Mungu amekupa neema kushinda mtihani wa kwanza, umepata kuisikia hii ibada. Sasa mtihani wa pili, shika sadaka yako iliyo njema kwa Bwana. Utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Utasema hii ni sadaka ya kunyamazisha hasira za adui dhidi ya maisha yangu, na utamshangaa Bwana. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.